Ukipata bahati ya kuizunguka nchi ya Tanzania katika kipindi hiki, unaweza kuhisi kama ni ndoto vile. La hasha, naweza kusema hivi, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Nadhubutu kutumia kauli hii kutokana na yale ninayoyaona pale ninapoizunguka nchi ya Tanzania. Yale yaliyodhaniwa kuwa ni ndoto yametendeka na yanaonekana. Kwa mzalendo wa kweli hawezi kuacha kusema najivunia kuwa Mtanzania. Miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 ina mengi ya kuzungumziwa, na katika mwendelezo wa kuonesha mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, leo Machi 20, 2025, kaimu mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo TIB, Bi Lilian Mbasi, kayaweka wazi mafanikio yaliyopatikana kwa kuripoti kuwa TIB imeweza kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 630.3 katika miradi ya maendeleo hadi kufikia Disemba 2024. Jumla ya uwekezaji kwenye Benki ya Maendeleo TIB mpaka kufikia Disemba 2024 ni takribani ya bilioni 600. Zaidi ya 600, actually 630. Katika hiyo bilioni 630 kuna bilioni kama 408. Hizi tunasema kwamba ni miradi ile ambayo tumewekeza, ambayo iko ndani ya mizania ya benki. Na tumewekeza katika sekta mbalimbali: kilimo, afya, madini, nishati. Tunakata cross katika sekta zote za kimikakati. Lakini katika hiyo 600, ukitoa hiyo 400 ambayo iko kwenye mizania ya benki yetu, kuna kama bilioni 222. Hizi ziko kwenye ile mifuko ambayo niambia tuna mifuko kama 9 ambayo tunasimamia kwa niaba ya wadau wa maendeleo ambao wao wana pesa na wanasema kwamba tunatafuta wataalamu ambao wanaweza wakaisimamia hii pesa ambayo imetengwa maalum kwa ajili ya miradi maalum ya kusimamia. Tuna wadau sisi kama nilivyosema hapo, tunasimamia miradi maalum ambayo imetengwa na serikali kama nilivyotoa dirisha la kilimo, lakini pia tunafanya kazi na National Water Fund, na wao wanafungula ambao wamelitenga maalum kwa ajili ya kutoa mikopo ya bei nafuu kwenye mamlaka za maji hapa Tanzania. Lakini pia tunafanya kazi na World Bank. Tunashirikiana na Benki ya Dunia katika kusimamia kiwango cha pesa ambacho walikitenga kwa ajili ya kusupport miradi ya maji hapa Tanzania. Benki ya Maendeleo TIB haikuacha kujivunia uwekezaji huu mkubwa uliofanywa na benki hiyo, kwani umeweza kuzalisha zaidi ya ajira mpya 12,547. Lakini nini nikisema niweze kusummarize matokeo ya uwekezaji uliofanywa kama ambavyo nimewatake through, tumeona katika wasilisho letu kwamba tumeweza kutengeneza ajira za muda mfupi na za kudumu, lakini pia kuongezeka kwa uzalishaji wa chakula na malighafi na matumizi ya viwanda na kuuza nje, kama nilivyoelezea kwenye mnyororo mzima wa thamani wa kwenye sekta ya kilimo nini tumefanya. Lakini pia ukiangalia kuna ongezeko upatikanaji wa maji safi na salama, kupunguza milipuko ya magonjwa na kumtoa mama ndoo ya maji kichwani. Lakini pia tumeangalia kwamba katika utalii tumewekeza katika hoteli hizo mbalimbali za kitalii ambazo watalii wameweza kuja nchini, lakini kwa kuja kwao Tanzania au nchi yetu imeweza kupatikana kwa kodi na fedha za kigeni. Lakini pia kwenye uwekezaji wa makazi, wananchi wanapata makazi bora kwa gharama nafuu. Yanaweza kapo ni makazi lakini yanaweza kawa ambayo sio affordable. Lakini tumefanya kazi vizuri na wenzetu wa NHC, tumeweza kuwekeza na wanaweza kutoa makazi ambayo ni affordable. Ni makazi ambayo ni bora lakini kwa gharama nafuu. Bi Mbasi katupeleka mpaka katika maeneo ya kipaumbele ya serikali pamoja na malengo ya maendeleo endelevu. Pia katueleza kuwa yameguswa na uwekezaji huo. Labda tu niguse kidogo tu kwenye malengo hayo ya maendeleo endelevu ambayo yako ni mengi, lakini kwa benki ya TIB walau tumeweza kugusa kwenye malengo endelevu 6. Tumeweza kugusa kwenye lengo la usalama wa chakula na kupunguza njaa. Kama nilivyosema awali, tumewekeza kiasi cha bilioni 162.7. Lakini pia tumeweza kugusa lengo la 4 ambalo linazungumzia elimu, ambao tumewekeza takribani bilioni 4.3 kwa kipindi hiki ambacho cha miaka ambayo tunazungumza miaka 4 ya kuunga mkono serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na mama yetu. Lakini pia tumeweza kugusa eneo la maji safi na salama ambayo ni lengo la 6, kama nilivyoeleza huko, takribani bilioni 22 ambazo tumeziwekeza kwenye mamlaka za maji pamoja na jumuiya za maji vijijini.
Lengo lingine ambalo TIB tumeweza kuligusa katika malengo ya maendeleo endelevu ni kwenye upande wa nishati. Tumewekeza kwenye nishati takribani bilioni 15. Tumefanya kazi na TANESCO, lakini tumefanya na REA tukishirikiana na Benki ya Dunia kuweza kuhakikisha kwamba yale malengo ya serikali yanatimia katika adhima yao ya kuweza kuleta umeme hata kule vijijini ambako TANESCO bado haijafika. Lakini pia tumeweza kugusa lengo la 8 katika yale malengo ya maendeleo 17. Lengo la 8 ambalo tumeweza kuligusa ni kwenye kuwekeza katika ukuaji wa uchumi na ajira, hususan sekta za utalii, viwanda na usafirishaji, ambao jumla ya bilioni 250.7 tumeweza kuwekeza katika lengo hili la 8. Na lengo la 6 ambalo la mwisho kwa upande wetu TIB, lakini bado tunaendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili na sisi tuendelee kuwekeza kwenye kutimiza yale malengo ya maendeleo endelevu, ikiwemo ni sekta ya kuboresha miji na jamii endelevu kupitia miradi kama NHC ambayo nilikuwa nimesema. Kuna miradi kadhaa ya apartment ambayo tumewekeza, lakini pia tumewekeza kiasi cha bilioni 24.7 katika kipindi hiki ambacho mama yetu amekuepo katika madaraka kipindi cha miaka 4. Yote hayo tumeyasikia, lakini unaweza ukawa una swali ndani ya akili yako. Unataka kujua, je, ni upi sasa mwelekeo wa utekelezaji wa majukumu ya Benki ya Maendeleo TIB? Na hili nalo limewekwa wazi. Kwa hiyo kwa 2025 mwelekeo wetu wa kama benki ya TIB, kwanza kabisa ni kukuza mtaji wa benki kwa kushirikiana na taasisi za fedha za kimataifa ili kupata mikopo ya riba nafuu, ili na sisi tuweze kutoa mitaji kwenye miradi ya maendeleo ambayo ni nafuu. Kwa hiyo lengo letu ni kubwa, ni kwamba lazima tutafute mtaji wa kutosha ili tuweze kukidhi mahitaji ya wale wadau wa maendeleo ambao wanataka kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo ili tuweze kuendelea kusukuma gurudumu la maendeleo la nchi yetu. Mimi naitwa Juliet Yustad na hii ni Ngasa TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Instagram tunatumia @Ngasa TV Dodoma, lakini YouTube tunatumia Ngasa TV.